Tumeona taarifa yenu hapa ya kwamba kuna mabadiliko ya uwanja ambayo yamefanyika kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo pale Mbweni. Hebu tueleze kwa kina kidogo juu ya taarifa hii. Ni kweli ratiba ya awali ya ligi kuu ya NBC ilieleza kwamba mchezo namba 169 ulipofanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam, lakini taarifa kutoka kwa mmiliki wa uwanja kuhusiana na matengenezo ya uwanja yanaendelea ambayo tunafahamu, na kwamba klabu mwenyeji kwa maana Simba Sports Club ilazimika sasa kuteua uwanja mwingine na kuwasilisha jina kwetu Bodi ya Ligi Kuu Tanzania kwa ajili ya taratibu zingine za kiuendeshaji kabla ya kutoa uthibitisho wa uwanja huo kutumika kwa mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo Simba Sports Club walifanya hivyo, waliwasiliana na sisi wakapendekeza jina la Meja Jenerali Isamuhyo, na baada ya taratibu zingine za kiuendeshaji kukamilika ndipo tumetangaza rasmi kwamba mchezo huo utakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kule Mbweni hapa Dar es Salaam, na muda wa kuanza kwa mchezo huo sasa ni saa 12 kamili jioni. Ndio, kuna sababu ambazo wamezieleza juu ya mabadiliko haya? Sababu ndio hiyo nimekueleza. Sababu ya mabadiliko ya uwanja ni uwanja wa Benjamin Mkapa kwa kwenye matengenezo. Na awali ulipangwa mechi hiyo kufanyika hapo kwa mara gani? Kwa Benjamin Mkapa. Sahihi kabisa. Kwa mujibu wa ratiba ambayo tulitangaza hapo awali, mchezo huu ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao uko kwenye matengenezo. Sahihi kabisa. Sasa ingechezwaje hiyo mechi? Sijaelewa vizuri swali lako. Yaani kwa maana kwamba ratiba mliipanga awali kwamba mechi hiyo itapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini sasa mabadiliko yamefanyika ya kwamba uwanja upo kwenye matengenezo. Ndio ninasema ya kwamba mlivyopanga mara ya kwanza si ulikuwa bado upo kwenye matengenezo vile vile? Ratiba uwanja wa Benjamin Mkapa uko kwenye matengenezo kwa miezi mingi sana sasa. Lakini wewe ni shahidi, unafahamu kwamba mara kadhaa umekuwa ukitumika pia kwa michezo mbalimbali ikiwemo ya ligi na michuano ya kimataifa. Kwa hiyo wakati ratiba inatengenezwa, uwanja huo ulikuwa kwenye nafasi ya kuweza kutumika. Matengenezo yale hayawi throughout year kwamba wakati wote uwanja utumiki, na wewe unafahamu hilo jambo. Kwa hiyo kuna nyakati unatumika, kuna nyakati aina ya matengenezo yanayofanyika yanazuia kutumika. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wakati ratiba inaandaliwa, uwanja ule ulikuwa kwenye nafasi ya kuweza kutumika, lakini ndio maana unaona wamiliki wa uwanja wametujuza kuhusiana na hilo jambo, wametuandikia recently kututaarifu kwamba uwanja huo hautokuwa tayari kwa matumizi kwa tarehe hiyo. Kuna chochote ambacho kimeathirika juu ya mabadiliko haya? Tulianza maandalizi, lakini siwezi kusema kuna aina ya maandalizi ambayo itakuwa imeathirika sana kutokana na mabadiliko ya uwanja. Lakini ibakie tu kwamba maandalizi yetu yanaendelea, lakini sasa yanaelekezwa zaidi kulingana na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, tofauti ilivyokuwa mchana wa leo ama asubuhi ya leo, wakati maandalizi yetu yalikuwa yamejikita zaidi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mmearifiwa juu ya mgeni rasmi juu ya mchezo huu? Hizo sasa ni taratibu zingine zinazofuata ambazo zitakuwa communicated kwa public kupitia nyie wanahabari na vyombo vya habari kadiri siku zinavyokwenda. Haya, sisi tukushukuru sana Karim kwa mazungumzo nasi. Uwe na jioni njema na majukumu mema pia. Asante sana, na tuwakumbushe mashabiki tukutane Meja Jenerali Isamuhyo. Inshallah. Asante sana. Sasa hiyo ni rasmi manake haina makando kando.